Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo mkoa wa Pwani na mjumbe wa kamati kuu Isaka Rashid akizungumza katika mkutano maalum na waandishi wa habari uliofanyika jijini Dar es Salaam amejibu vikali tuhuma zilizotolewa na katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Mnyika aliyemfanyia mashambulizi chama cha ACT Wazalendo kwa madai ya kusaliti wa Tanzania baada ya matukio ya mauaji ya uchaguzi wa mwezi Oktoba mwaka 2025. Isaka Rashid ameeleza kuwa madai hayo ni uongo uliopitiliza na unalenga kupotosha umma, kwani vyama hivyo kati ya ACT Wazalendo na chama cha demokrasia na maendeleo kuwahi kuwa na makubaliano rasmi ya vikao juu ya hatua za pamoja za kuchukua baada ya uchaguzi huo, isipokuwa tu makubaliano ya kimaoni kwamba kuna changamoto za kidemokrasia nchini. Kiongozi huyo amebainisha kuwa ACT Wazalendo imekuwa ikifanya jitihada kubwa za kuandikia barua rasmi viongozi wa Chadema tangu baada ya uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka wa 2024 ili kujenga mkakati wa pamoja wa kulinda demokrasia kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka uliopita, yani mwaka wa 2025. Lakini barua zote hizo zimekuwa zikipuuzwa na katibu huyo mkuu John Mnyika bila kujibu hata mara moja. Hatua hii inaonyesha mpasuko mkubwa wa kisiasa na ukosefu wa uelewa wa pamoja miongoni mwa vyama vikuu vya upinzani nchini Tanzania, hali inayodhoofisha nguvu ya mapambano ya kidemokrasia dhidi ya chama tawala na serikali ya Samia Suluhu Hassan. Uchambuzi wa mzozo huu unaonyesha jinsi siasa za vyama vya upinzani vinavyokabiliwa na changamoto ya uratibu wa ndani na migongano ya kimaslahi. Isaka Rashid amefafanua kuwa viongozi waandamizi wa ACT Wazalendo akiwemo makamu mwenyekiti wa Zanzibar Ismail Juza na katibu mkuu Shahib walishawahi kufanya jitihada za makusudi kwenda kukutana na makamu mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu kabla ya uchaguzi ili kutengeneza jukwaa la pamoja la ushirikiano. Pia mara baada ya matukio magumu ya Oktoba mwaka 2025, mwenyekiti wa ACT Wazalendo Dorothy Semu alimtembelea makamu mwenyekiti wa Chadema Bara Godbless Lema vilevile na John Heche kujadiliana kwa haja ya kuunganisha nguvu kutokana na ugumu wa mazingira ya kisiasa nchini. Licha ya Heche kuahidi kuwa wangelitafakari jambo hilo, hakuna hatua madhubuti iliyowahi kuchukuliwa na Chadema. Hali kadhalika, ACT Wazalendo ilipoandaa kongamano la kimataifa na mjadala wa kidemokrasia katika hoteli ya Serena na kuwaandikia barua rasmi viongozi wa Chadema ili washiriki na kutoa maoni yao, viongozi hao hawakuhudhuria hata walipopangiwa ratiba ya kukutana wakati wa ziara ya mwenyekiti wa ACT Wazalendo na Chadema waligahiri dakika ya mwisho kwa kisingizio cha kupata dharura. Kutokana na mfululizo huo wa matukio na kukataa kushirikiana huku wakijitokeza hadharani kuishambulia ACT Wazalendo, Isaka Rashid Mchichita ametuhumu kuwa katibu mkuu wa Chadema John Mnyika huenda anafanya kazi hiyo kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi ili kudhoofisha nguvu za upinzani na ni kwa maslahi ya harakati za ukombozi. Rashid amekumbusha kuwa Mnyika aliwahi kufanya mashambulizi kama hayo akiwa wilayani Kilwa, ambapo alidai kuwa aliyekuwa kiongozi mkuu wa ACT Wazalendo Maalim Seif Sharif Hamad alijutia kujiunga na chama hicho ambacho
ambalo hata mke wa Maalim Rashid alijui. Ishara kwamba Rashid amesisitiza kuwa msimamo wa Mnyika wa kupima usaliti kwa kigezo cha ACT Wazalendo kujadili marekebisho ya katiba ya Zanzibar huku kukiwa hakuna maboresho ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni tukio cha kisheria, kwani katiba ya Zanzibar ina historia yake inayojitegemea tangu kufutwa kwa katiba ya mwaka 1963 na kutungwa kwa katiba mpya ya Zanzibar ya miaka 1979 na miaka 1994 bila kuhitaji kutanguliza na mabadiliko ya katiba ya Muungano wa Tanzania ya mwaka wa 1977. Mzozo huu unakuja baada ama wakati ambapo mazingira ya kisiasa chini ya Zanzibar yameingia katika hatua mpya baada ya Chama cha Mapinduzi na ACT Wazalendo kukubaliana rasmi kufanya mazungumzo na kusaini tamko la pamoja mbele ya viongozi wakuu wa kitaifa. Hatua hiyo ilikuja kufuatia ushauri uliotolewa na marais wastaafu wa Zanzibar Daktari Amani Abeid Karume na Daktari Ali Mohamed Shein, walioziomba pande hizo mbili kukaa meza moja ili kupata uvumbuzi wa malalamiko na mikusanyiano ya kisiasa iliyotokana na changamoto wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka uliopita na kuondoa mkwamo uliokuwepo katika uundaji wa serikali ya umoja wa kitaifa kwa mujibu wa vifungu vya 9 na 19 vya Zanzibar na mwaka wa 1984. Mazungumzo hayo yaliyohusisha vikao 9 vikuu kati ya tarehe 9 Novemba mwaka uliopita na tarehe 16 Aprili mwaka wa 2026 yalihitimishwa Ikulu ya Zanzibar chini ya uamuzi wa Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi, mwenyekiti wa ACT Wazalendo Taifa Osman Masoud Osman na mwenyekiti mstaafu Juma Duni Haji. Makubaliano hayo yaliyotiwa sahini katika tamko hilo la pamoja yanabainisha kwa pande zote mbili zimekubaliana kuunda kamati ya pamoja ya majadiliano itakayoongozwa na misingi ya ukweli, uadilifu na kuweka mbele maslahi mapana ya Zanzibar badala ya maslahi binafsi au ya vyama. Pande hizo zimeamini na zimeazimia kuchukua hatua stahiki za kuimarisha uaminifu kwa wananchi, wadau wa uchumi na wawekezaji kwa kujenga taasisi zitakazosimamia utawala bora, uwajibikaji, utawala wa sheria na uhakikisho wa kuwepo kwa chaguzi huru na za haki hapo baadaye. Changamoto na mchakato huu wa maridhiano umepangwa kuwa shirikishi kwa kuhusisha kwa vyama vingine vya siasa, asasi za kiraia na wananchi kwa ujumla, ambapo